Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan anatarajiwa kufanya ziara ya kihistoria nchini Urusi kuanzia Juni 3 hadi 5 mwaka 2026 kufuatia mwaliko rasmi wa Rais wa Shirikisho la Urusi Vladimir Putin. Ziara hiyo inatajwa kuwa ya kipekee katika historia ya uhusiano kati ya Tanzania na Urusi, kwani itakuwa mara ya pili kwa kiongozi mkuu wa Tanzania kufanya ziara rasmi nchini humo tangu ile iliyofanywa na baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere mwezi Oktoba mwaka 1969. Ziara hiyo inatarajiwa kuwa na uzito mkubwa wa kidiplomasia, kisiasa na kiuchumi, huku ikilenga kuimarisha ushirikiano wa muda mrefu uliopo kati ya Tanzania na Urusi katika sekta mbalimbali za maendeleo. Serikali imeeleza kuwa ziara hiyo inafanyika katika kipindi ambacho Tanzania inaendelea kupanua diplomasia ya uchumi kwa kushirikiana na mataifa mbalimbali duniani ili kuvutia uwekezaji, teknolojia, biashara na fursa za maendeleo ya kiuchumi. Akiwa nchini Urusi, Rais Samia anatarajiwa kufanya mazungumzo rasmi na mwenyeji wake Rais Vladimir Putin katika ikulu ya Kremlin iliyopo jiji la Moscow, ambapo viongozi hao watajadili namna ya kuimarisha zaidi uhusiano wa mataifa hayo mawili katika maeneo mbalimbali ya kimkakati. Mazungumzo hayo yanatarajiwa kugusa sekta za biashara na uwekezaji, elimu, sayansi, teknolojia pamoja na nishati, madini, kilimo, miundombinu pamoja na utalii, ambazo zimeendelea kuwa muhimu katika ajenda ya maendeleo ya Tanzania. Kwa mujibu wa taarifa ya Ikulu, ziara hiyo pia inalenga kufungua ukurasa mpya wa ushirikiano wa kiuchumi kati ya Tanzania na Urusi, huku ikitoa nafasi kwa Tanzania kuendelea kunufaika na utaalamu, teknolojia na uwekezaji kutoka taifa hilo kubwa la Ulaya Mashariki. Aidha, hatua hiyo inatarajiwa kuimarisha zaidi urafiki wa kihistoria uliopo kati ya nchi hizo mbili ambao umeendelea kudumu kwa miongo kadhaa. Mbali na mazungumzo ya kidiplomasia, Rais Samia pia atashiriki na kuhutubia kikao cha majadiliano ya ngazi ya juu katika jukwaa la 29 la kimataifa la uchumi, ambalo ni miongoni mwa majukwaa makubwa zaidi duniani yanayowakutanisha viongozi wa serikali, wawekezaji, taasisi za fedha, sekta binafsi na watunga sera kujadili masuala ya uchumi, biashara, uwekezaji, teknolojia, nishati na maendeleo ya kimataifa. Kupitia ushiriki wake katika jukwaa hilo, Tanzania inatarajiwa kuwasilisha kwa wawekezaji wa kimataifa ajenda yake ya mageuzi ya kiuchumi, ikiwemo utekelezaji wa dira taifa ya maendeleo ya mwaka 2050, jitihada za kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji, pamoja na maendeleo yanayoendelea katika sekta za viwanda, nishati, madini, miundombinu, maeneo muhimu ya kiuchumi na utalii. Serikali inaamini kuwa ushirikiano huo utasaidia kuendelea kuitangaza Tanzania kama moja ya mataifa yenye mazingira mazuri ya uwekezaji barani Afrika. Katika ziara hiyo, Rais Samia pia atashiriki jukwaa la biashara na uwekezaji kati ya Tanzania na Urusi litakalowakutanisha viongozi wa biashara, wawekezaji na taasisi za kukuza uwekezaji kutoka mataifa hayo mawili. Lengo kuu la jukwaa hilo ni kuongeza kiwango cha biashara kati ya Tanzania na Urusi ambacho sasa kinafikia dola za Kimarekani milioni 307.5 kwa mwaka, sambamba na kutafuta fursa mpya za uwekezaji katika sekta mbalimbali za uzalishaji na huduma. Serikali ina matumaini kuwa majadiliano yatakayofanyika wakati wa ziara hiyo yatafungua milango mipya ya ushirikiano wa kiuchumi, kuongeza uwekezaji wa moja kwa moja kutoka Urusi, pamoja na kusaidia uhamishaji wa teknolojia na maarifa ambayo yanaweza kuongeza tija katika sekta mbalimbali za uzalishaji nchini Tanzania. Katika hatua nyingine muhimu, Tanzania na Urusi zinatarajiwa kusaini mikataba mbalimbali ya ushirikiano katika sekta za elimu ya juu, sayansi, teknolojia, uwekezaji pamoja na teknolojia ya habari na mawasiliano. Mikataba hiyo inatarajiwa kuwa sehemu ya juhudi za kuimarisha maendeleo ya kisasa na kuongeza uwezo wa Tanzania kushindana katika uchumi wa dunia unaobadilika kwa kasi. Mbali na shughuli za kisiasa na kiuchumi, Rais Samia pia anatarajiwa kutunukiwa shahada ya heshima ya udaktari na Chuo Kikuu cha Urafiki wa Watu wa Urusi
ikiwa ni kutambua mchango wake katika uongozi, mageuzi aliyoyaongoza katika sekta ya elimu, juhudi za kuimarisha diplomasia ya Tanzania pamoja na mchango wake wa kuitangaza Tanzania kimataifa, hususan kupitia sekta ya utalii. Ziara hii inatarajiwa kuendelea kuimarisha taswira ya Tanzania katika jukwaa la kimataifa kama taifa lenye amani na utulivu wa kisiasa na mazingira rafiki kwa biashara na uwekezaji. Wataalamu wa uchumi na diplomasia wanaeleza kuwa ushiriki wa Tanzania katika jukwaa hilo unaweza kuwa hatua muhimu katika kuongeza ushawishi wa nchi katika mijadala ya kimataifa kuhusu maendeleo ya uchumi, sambamba na kuvutia washirika wapya wa maendeleo na uwekezaji. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.